Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti kabisa na vile ambavyo watu wengi wanatarajia, vile ambavyo kilichokuwa kinaweza kuendelea kwenye kikosi cha Young Africans hapo katika siku ya jana, ambapo wengi walitarajia Young Africans huenda akaenda hatua inayofuata, hatua ya robo finali, lakini mambo yakaenda tofauti na vile ambavyo yalivyotarajiwa, huku usaliti ukiweza kutajwa kwenye kile kilichoweza kusababisha Young Africans wasifuzu hatua ya robo finali. Nani amefanya usaliti? Utakwenda kumjua hapa, na inaelezwa kwamba tayari kuna taarifa huenda kubwa ikatolewa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mambo ni mazito na muda ni mchache, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee taarifa hii uende kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kutizama taarifa hii. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans ambayo kwa siku ya jana ilikuwa ikiweza kuhitaji ushindi na angalau magoli mawili, walichokifanya wakaongeza idadi ikawa ni magoli 3, lakini safari ya kwenda robo finali ikaonekana ni ngumu kwa upande wao, kwani walihitaji matokeo mengine ili waweze kuelekea katika hatua ya robo finali, lakini mambo yakawa ni magumu kwa upande huo kuweza kutokea, kitendo ambacho kikawafanya Young Africans kuikosa hatua ya robo finali kwa mara nyingine. Ikaonekana ni msimu mwingine Young Africans wanakosa robo finali. Mambo yakawa ni mabaya kweli kweli ndani ya uongozi wa klabu ya soka Young Africans, huku lawama zikiwa ni nyingi kwa viongozi. Kwa nini timu inaonekana kufanya vizuri licha ya kwamba wanashindwa kwenda kufuzu hatua ya robo finali mara 3, wakiweza kwenda mara moja katika misimu minne yao ambayo hapa nazungumzia misimu yao ambayo wamechukua ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ukilinganisha na Simba ambayo ilikuwa ikichukua misimu 4 mfululizo, lakini ikitinga mara 4 mfululizo katika hatua ya robo finali, lakini ikawa ni ngumu kwa wananchi kuishia hatua hiyo ya robo finali. Wapo wanaosema kwamba wamesalitiwa kwa kile kilichoweza kutokea katika mchezo kati ya National Al Ahly pamoja na klabu ya Farabati. Wengi walitarajia pengine kutokana na uhimizwaji wa klabu ya Al Ahly juu ya kuwataka mashabiki zake na kuomba na kufanya jitihada zote mashabiki wajae uwanjani, kwamba wanakwenda kushuhudia mechi kubwa na mechi yenye hadhi, lakini kilichokwenda kutokea ikawa ni kawaida kabisa, ambapo wengi walitarajia kwamba Al Ahly lazima ampasue Farabati ili aweze kutinga hatua ya, hapa nazungumzia si nyingine ya robo finali, lakini kilichokwenda kutokea ni kwamba benchi la ufundi la klabu ya soka ya Al Ahly walifanya kitendo ambacho kikawa ni tofauti na matarajio ya wengi, ambapo ni wazi kuwa mashabiki wa Al Ahly walitaka timu yao ishinde kama ishara ya kulipa kisasi kwa vurugu walizofanyiwa Morocco, ila benchi la ufundi
alikutaka kufanya hivyo, ambapo kitendo cha kuweka nyota wake nje, nyota muhimu wote ambao walikuwa wanawafahamu ni baadhi tu ambao waliweza kuanza, lakini nyota wengi waliweza kuanzia nje, kitendo ambacho kikaleta maswali mengi kweli. Kwa nini kocha amefanya hivi, na ikitajwa kwamba ilikuwa ni mechi ambayo ni mechi kubwa, kwa nini ilionekana hivyo? Kitendo hicho kinaonekana ni kama vile ilikuwa ni ishara tosha kutoka kwa kocha kwamba hataki kushinda mchezo huo, ambapo baada ya mchezo huo kuanza kuendelea, mashabiki wa Al Ahly walionekana kutofurahishwa na kitendo kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea. Wakawa wanarusha makopo uwanjani, yani ni tafulani kweli kweli, kwa sababu ya kile kilichoweza kutokea. Ni kama wanaona kama hawakuheshimiwa kwenye yale ambacho kilichoendelea. Lakini kwa upande wa Young Africans unaambiwa toka mwaka 2024 Yanga ambapo walipofuzu 2025 waliishia makundi wakiwa na alama 8, 2026 wameishia pia makundi wakiwa na alama 8. Katika misimu mitatu mfululizo Yanga amevuna alama 8 kwenye kila hatua hii. Kavuka mara moja kati ya mara tatu. Kwa tafsiri rahisi ni kila mwaka wanasare nyumbani kwenye mechi moja ya muhimu. Kwa tafsiri rahisi pia kila mwaka wanavuna walau alama moja ugenini, ila hawaendi mbali. Na nafikiri kile kinachoendelea kwa sasa ni namna ambavyo klabu ya soka Young Africans inapaswa kujiuliza nini ambacho kinachowafaa. Lakini inaelezwa kwamba kinachoelezwa kwamba mpaka sasa mambo yanaonekana ni magumu huko ndani, na inaelezwa kwamba pengine tusubiri kuweza kusikia taarifa nzito kuhusiana na klabu ya soka Young Africans juu ya kocha wake. Kumekuwepo na minong'ono mengi kwelikweli kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea, lakini anazungumzia mwandishi hapa si mwingine bali ni Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans. Yeye ameweza kutoa taarifa yake akisema ya kwamba kuna watu wamekenua meno kufurahia sisi kuondolewa, lakini niwaambie tu Waarabu wanaondoka kesho kwenda kwao, tutabaki sisi Waswahili tarehe 1 mwezi wa 3 2026. Mtatueleza kwa nini mlikenua meno leo. Natangaza rasmi kuwa Kariakoo Derby itapigwa hapa New Amani Stadium Guantanamo Bay, na sio kule walikopazoea. Walichokipitia Waarabu na wao watakuja kukiona live. Acha waendelee kucheka tu. Unaona bana, akiweza kukizungumzia kile kinachoendelea kwa sasa kwenye yale ambayo wanaamini wao wameweza kupitia kuhusiana na kile kilichopo, huku taarifa zikiendelea na kusema ya kwamba pengine tayari topu imebadilika, top 10 ya vilabu bora Afrika mpaka sasa, ambapo namba 1 ni Al Ahly, 2 Mamelodi, 3 Esperance, 4 Berkane, 5 Pyramid, 6 Al Hilal, 7 Zamalek, 8 ni Simba Sport Club, wameshuka mpaka nafasi ya 8, huko nafasi ya 9 USM Alger, ya 10 yuko Young Africans. Kwa hiyo kile kinachokwenda kutokea ndio hicho ambacho kimefanyika. Kwa hiyo ndio taarifa hiyo mimi nikusogezea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na